Awali ni kueleza kwamba tunaye Zainab Wandati ambaye ni mhariri hapa kwa masuala ya mazingira na masuala ya sayansi. Sasa washikadau wa masuala ya mazingira wanakongamana jijini Nairobi kwa kongamano la 7, na namuona Wandati pale la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, ambapo wanajadili ufanisi na changamoto katika kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Tuungane na mwanahabari wetu Zainab Wandati kwenye siku ya pili ya kongamano hilo kwa mengi zaidi. Kipi ambacho kimeibuka Wandati siku hii ya pili? Hujambo Fred, labda niseme mataifa yote ya Umoja wa Mataifa, mataifa 193 yako hapa isipokuwa Marekani. Na Marekani kulikuwa na maswali, mbona Marekani hawako hapa, na ofisi ya UNEP ambayo ndio makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa Nairobi imejaribu kutetea Marekani na kusema kwa licha kuwa hawako hapa, hawajatuma wajumbe wote hapa, wanashiriki mazungumzo yanayoendelea hapa, isipokuwa mazungumzo yoyote kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu Rais Donald Trump wa Marekani haamini kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanafanyika. Kwa hivyo wajumbe wa Marekani wanashiriki mazungumzo licha kuwa hawako hapa, lakini wanajadiliana mambo mengine, hasa masuala ya plastiki, isipokuwa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na Kenya bado imekita kambi hapa, ingawa Kenya ndio wenyeji ambao mkutano huu unafanyika hapa Kenya. Kwa hivyo Kenya ndio wenyeji, na waziri Deborah Baraza amekuwa na siku ndefu, labda niseme vile kuna siku ndefu, kila siku yuko hapa hadi saa 2 usiku, na leo nimeweza kuzungumza naye kuweza kujua agenda ya Kenya leo ni nini. Na amesema bado wanafuatilia zile pendekezo 3 ambazo jana nimezungumzia, mapendekezo 3 ambayo Kenya imeweka kwenye meza, imewasilisha kwenye meza, na kujua watapata ni mataifa mangapi yataweza kushirikiana na Kenya na kusupport yale mapendekezo ya Kenya. Na David Rudisha pia atakuwepo hapa, tunamsubiri hapa tuweze kuzungumza kujua sporti na mazingira yanashirikiana vipi, sporti na mazingira yanahusiana vipi, kwa sababu anashirikiana na Athletics Kenya kuweza kuendeleza mazingira na kuona ni vipi wao kama wanasporti wanaweza kufanikisha ama kuendeleza agenda ya mazingira. Na leo wanasayansi angalau 80 wameweza kufanya kikao na kusema kuwa mazingira yamechafuliwa kufikia kiasi kile kwamba lazima kila mtu duniani aweze kubadilisha maisha yake ili mazingira yasafishwe. Na sisi kama wanahabari wa Nation Media tuko hapa leo ikiwa ni siku ya pili, na tuko hapa hadi Ijumaa, siku ambayo wataweza kukamilisha mazungumzo haya, na tunatia maanani sana zile pendekezo 3 za Kenya, yale mapendekezo 3 ya Kenya, kuona ikiwa yatakubalika na wajumbe au la. Kumbuka kuwa mazungumzo yanaendelea hapa ni mazungumzo ya kidiplomasia, kwa hivyo hakuna chochote ambacho kwa kimombo nasema nothing is cast in stone, kumaanisha kuwa wataweza kukubaliana ama wakosane. Na kwa hivyo kufikia sasa ndio tuko na mapendekezo 3, lakini haimaanishi kuwa mapendekezo hayo yamekubalika, na kufikia Ijumaa tutaweza kujua kama mapendekezo ya Kenya yatapitishwa au la. Na tuko hapa hadi kufikia tamati, na tutakujuza zaidi ya mambo yanavyojiri hapa. Shukran sana Bi Wandati kwa taarifa hiyo. Tutasubiria hadi siku ya mwisho kwenye kongamano hilo. Haya.